Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye jukwaa la afya. Na hii leo kama ndivyokuarifu, tunazungumzia masuala ya ugonjwa ama ni hali ya tawahudi. Wageni wetu wataweza kutueleza, na hapa studioni tuko na wageni ambao wataweza kutueleza zaidi kuhusiana na hali hii. Tuko naye hapa karibu nami ni Alice Wangoi ambaye ni mzazi wa mtoto ambaye ameathirika na tawahudi. Karibu naye ni Peter Musheru ambaye ni mtaalam wa tiba ya usemi, na pale mwisho ni Esther Wamai ambaye ni mtaalam wa ulemavu wa kujifunza. Asanteni sana kwa kuungana nasi hii leo, na utatueleza mengi tu. Kama nilivyokuarifu, kama una swali lolote kuhusiana na tawahudi, unaweza kututumia arafa kupitia nambari ya arafa 22422 au kupitia mitandao ya kijamii ukitumia alama ya reli jukwaa la afya. Lakini kabla ya hapo, tupate taarifa hii ya mwanamke bomba ambayo pia inahusiana na mdahalo wetu wa leo. Amekuwa akiwashirikisha wazazi wa watoto wenye ugonjwa wa tawahudi kila mwaka kama njia moja ya kuhamasisha na kuondoa unyanyapaa kwenye jamii. Hii leo tunamwangazia Judy Nyawera mwenye umri wa miaka 44 ambaye amekuwa akifanya kazi hii kwa muda. Tulikutana na Nyawera jijini Nakuru kwenye maadhimisho ya ugonjwa wa tawahudi ambao hufanyika mwezi wa 4 kila mwaka, na hii hapa simulizi yake. Kwa majina ni Judy Kagore Ligaga. Mimi ni mzazi wa mtoto ambaye ako na challenge ya autism. Ni msichana ambaye ni mzaliwa wa pili katika boma yetu, na yeye ndiye amefanya nikaingia katika hii safari, kwa sababu alizaliwa tu akiwa mtoto wa kawaida. Akiwa miaka 2 miezi 6 ndio tukaanza kuona hitilafu kidogo katika maisha yake, na haikuwa hitilafu ambayo ilikuwa inasumbua, manake tulikuwa tu tuna observe, tunaona ya kwamba ni kama jicho lake linafungika. So tulipoenda kwa daktari wakafanya brain EEG, wakasoma, wakaniambia kuna challenge, they call it abnormal brain activity, na wakaniambia hiyo kufunga jicho ni kitu wanaita seizures. Tukachunguzwa katika kufanywa MRI na CT scan, wakapata ya kwamba kuna lesion kwa brain. Baada ya mwaka mmoja hivi wakasema ya kwamba ile lesion lazima itolewe surgically. Baada ya kutolewa hiyo lesion, ndio sasa tukaanza kuona ya kwamba speech yake haiko tena. Milestones zingine alikuwa amegather kama toileting, tukaona ya kwamba zimepungua. So tulipoendelea kuona daktari ndio akatuambia mtoto wetu anaweza kuwa katika autism spectrum. Na hapo sasa ikakuwa ni jambo la kututisha, kwa sababu hatukuwa tumeona kitu kama hiyo tena. Lakini pamoja na jamii yangu, mzee wangu amekuwa mtu wa karibu. So kwa sababu ya hiyo safari ndio nikaanza kuelewa ugumu wa yale maisha ambayo wazazi wanayapitia ambao wako na watoto kama hawa. Na katika mwaka wa 2023, wakati tulikuwa tunasherehekea miaka 4 baada ya mtoto wetu kufanywa ile upasuaji wa brain, ndio tukasema siturudishie Mungu shukrani na tuite wazazi wengine wenye wako na shida kama hii. Walikuwa karibu watu 130 families. So tukashangaa kumbe watu wako wengi hivi. So hapo ndio safari sasa ya kwenda kwa community kaanza, na sasa tukaona hatutaweza tena tukiwa peke yetu. Sasa tukashikana, tukawa tuko na initiative ambayo tunaita Faraja Initiative, na hiyo jina Faraja actually ni my daughter, anaitwa Faraja. It is an initiative out of Faraja's life, tuweze kusaidia watu wengine. So hatujisaidii tu sisi, lakini tunataka ku reach out and encourage them, being also a parent with hoja yetu kubwa ni kudemystify autism na kubreak hiyo stigma katika community na katika society. Number 2, we are out ku reach out, kuweza kueducate watu na pia kuweza kushikilia jamii na ile tunaita psychosocial support. Number 3, pia tunaweza ku reach out kwa wale ambao wako less fortunate. We at least try tuna supply chakula, tunawasaidia na diapers. Lakini Pastor Judy alinisaidia, nikaweza hata kuongea. Nikipatana na mtu mwenye haelewi naweza kumuelezea, pia kwa kuni connect na mafunzo mbalimbali. Tunawaelimisha kuhusu facilities zenye government either imeofa katika nchi yetu ama facilities zenye zinaweza saidia watoto wao. The other thing, tumeweza kupartner na institutions kadhaa, tumeweza kufanya training ya caregivers. So tunaweza sema tukikutana kila wakati, setting inakuanga tutamit the physical need ya chakula, tutamit the social need ya mental health. Myth na stigma zimekuwa biggest challenge kwa society yetu.
kulingana tu na mahali mtu ametoka, because unasikia kuna mtu maybe wakipata watoto kama hao, tena kwanza maybe katika jamii zenye zinaamini kuna laana, kuna kurogwa, but katika initiatives zetu zenye tumeendelea kuzifanya kila wakati, tumeweza kupata watu wameanza kuamini ya kwamba na kuelewa ya kwamba si laana, si kurogwa, na ni jambo ambao watu wanaweza ishi nao. Naam, baada ya taarifa hiyo ya mwanamke bomba, tunaingia kwenye mdahalo wetu wa jukwaa la afya hii leo. Asanteni sana kwa kuungana nasi siku ya leo. Esther, tuanze na wewe. Hii autism, tawahudi, ni ugonjwa, ni hali? Is it a disease, is it a condition? Okay, asante sana kwa hilo swali. Autism si ugonjwa. So huwa tunasema autism ni condition. Na ni condition ambayo inaathiri brain, kwa hivyo tunasema ni neurodevelopmental. Neuro inasimamia akili. Kwa hivyo mtu ambaye ako na autism huwa anazaliwa akili yake ama brain yake ikiwa tofauti na brain ya mtu ambaye hana hiyo condition ya autism. Na mtu anapozaliwa na hii condition ya autism huwa kuna mambo matatu ambayo brain yake imeimpea ama imeathiri. Na la kwanza ni hali ya mazungumzo ama communication. Na tunasema huwa wako na shida ya reciprocal social communication. Hiyo ni kumaanisha hamwezi kuwasiliana vile tunawasiliana. Unanisikiza, naongea, na mimi na nyamaza na kusikiza, na wewe unaongea. So hiyo hali inakuwa ngumu sana, na ndio unaona hata wengi wanachelewa kuongea, wanakuwa na ile tunaita speech delay, sababu hiyo ni one of the symptoms ambayo huja na autism. Ya pili ni social interaction. Unakuta huyo mtoto ako na shida socialize na wale watoto wengine. Anataka tu kukaa kivyake, kujitenga. Kama ni kucheza, anataka kucheza peke yake, kucheza na toys zake. Hata anapopelekwa mahali kuna watoto wengine ama watu wengi, unaona huyo mtoto anakuwa very very uncomfortable. So hiyo social interaction inaathirika. Ya tatu ni repetitive ama restrictive behaviors ama condition tunaitanga stimming. So unapata ya kwamba mtu ama mtoto ambaye ako na autism, kuna zile tabia anazirudia sana sana. Unaweza pata huwa kama ni kichwa, kuna vile ana shake kichwa ama spinning, kuna vile ana flap mikono, kuna wengine watajifunika masikio. Na hiyo stimming bado ni shinda ambayo inakuja na brain, ya kwamba brain labda iko understimulated ama overstimulated. Kwa hivyo hizo tabia huyo mtoto ama mtu anajaribu kupata balance kwa brain. Kwa hivyo autism sio ugonjwa na haina tiba, na tiba ya autism ni management, na tutaizungumzia mambo na therapies, lakini mambo na dawa unless imekuja pia na shida ingine ambayo ni medical. But otherwise si ugonjwa, ni condition. Peter, kila mtoto ambaye anazungumza kuchelewa ama anapata ugumu wa kucheza na wenzake, anaweza kusemekana ana tawahudi? Si watoto wote ambao wana ugumu wa kucheza ama ambao hawashiriki na wengine wana ugonjwa ama hali ya tawahudi ama autism. Kuna kile tunaita general developmental delays. Mtoto anaweza chelewa kuzungumza ama hit milestones kwa sababu zingine zisizo mojawapo ya autism. Kwa mfano, mazingira ambayo tunalelea watoto yanaweza kuwa si mazingira bora sana, kwa hivyo utapata hawa watoto wanachelewa. Lakini pia ni vizuri, na kuna very short cut line kati ya kudifferentiate kati ya kuchelewa kwa sababu ya autism na general developmental delays. Kwa hivyo si watoto wote ambao wanachelewa tutasema wana tawahudi. Alice, wewe ni mzazi ambao kuna mtoto aliye na tawahudi, ulijuaje? Vile alikuwa anaenda kufikisha 3 years, tulienda kwa daktari wake, pediatrician, and saa hapo tukauliza maswali chache because
Yeye alikuwa anaweza kusoma, but akishamaliza kusoma haongei mambo mengine, hasemi sentence. Alafu wakati huo unajua mtoto anafaa kuwa akiita mamake one word. Sasa hangeniita mama ama babake, na pia alikuwa hachezi na watoto wengine. Pia yeye alikuwa na tabia ya kufunika masikio. Sasa hapo hatukuwa tunaelewa mbona, tungedhani maybe ni kelele iko mingi. Na pia alikuwa anaweza kupanga toys zake based on rangi. Sasa kama ni za yellow anazipanga yellow, green, alikuwa na order ya kupanga vitu. Na ni mtoto wako wa kwanza ama ni mtoto wangu wa pili, kijana. Na wa kwanza alikuwa hajawahi wa kwanza alikuwa ako sawa. Na mlipomweleza daktari kuwa mumeona mambo kadha wa kadha kama yale ambayo unaeleza, daktari alisemaje? Sasa vile tulimweleza, akauliza pia maswali mengine kama sasa wakati huo siku anajua issue ya kutembea ukitiptoe na mtoto anatembea hivi ni another sign. So akatuliza hiyo, na pia akatuliza kama macho yake yako na shida, but yeye macho haikuwa na shida, but alikuwa ana prefer kukaa kwenye kuna giza ama anaasha stima hivi ikiflika on off. Sasa tulifikiria tu ni mtoto kijana, tabia zake. Pia alikuwa hakuli vizuri, na tukamweleza, akatuambia yeye anaona kama kuna shida, tuende tukamuone sasa specialist developmental doctor. Ndio sasa tukabook appointment na developmental doctor, ndio akatuona mara 2 na akatupea sasa diagnosis ya autism level 2. Esther, ni sehemu gani ya ubongo ambayo inaathiriwa na tawahudi, na ni ishara gani, mbali na zile ambazo zimetajwa na Alice, ni ishara gani ambazo mtu anaweza kuangalia kujua kama huyu mtu ana tawahudi? Okay. So sehemu ya brain ambayo huwa inaafektiwa na autism huwa ina differ from one person to another. Na ni vizuri pia tusisitize hapa ya kwamba autism ni spectrum. Kwa hivyo inaathiri kila mmoja tofauti. Unaweza pata kama ni mtoto wa Alice, vile autism ina present kwake, imepresent tofauti kwa mtoto mwingine ama kwa mtu mwingine. Na ndio maana tunaita autism spectrum disorder. Alice amesema aliambiwa mtoto wake ako level 2. Pia huwa zinakuja na levels. Lakini ile ya rahisi kuelewa ni level 4 kwa hiyo spectrum. Mild, moderate, severe na profound. Kitu ingine kwa autism ni ya kwamba utapata ya kwamba kuna kitu tunaita comorbidity. So tunaweza sema mtoto mmoja ako na autism na imekuja na ADHD, ama imekuja na dyslexia, ama imekuja na sleeping disorder, ama imekuja na condition nyingine tunaita AFID. Hiyo ni shida ya lishe. Kwa hivyo hatuwezi sema kuna specific area ya brain ya autism kwa vile iko spectrum. Lakini kama ni mambo na ADHD, utapata it's what we call the prefrontal cortex ya brain. Kama ni mambo na speech, kuna ile part ya brain, na Peter atatuelezea hiyo. Kuna ile part ya brain ambayo inahusiana na mambo na speech. So I think hatuna ile ya one size fit all, tuseme it's a specific part of the brain. So itadependa vile imepresent na ni parts gani tofauti za brain zimeathirika. Na hii ambayo unataja ADHD, kwa yule ambaye haelewi, ni nini? Okay. ADHD pia ni condition ambayo inaweza simama peke yake ama inaweza kuja na autism. ADHD inamaanisha attention deficit na hyperactivity disorder. Hiyo ni condition ambayo huja na unapata ya kwamba mtu ambaye ako na ADHD ama mtoto hatulii, ako all over, ako na shida ya kama ni kwa darasa hawezi tulia lesson nzima iishe, huyo mtoto labda ameamka ameenda kucheza ama anachokoza wenzake, mwalimu akifunza hayuko attentive ama focus, hana focus ile inatakikana.
alafu napata kuna ile hyperactivity, ako all over, ako na nguvu nyingi sana ama energy. Huwa tunasema ni kama wanarano na mota. Nguvu ni nyingi sana, so wako all over. Then ya tatu ni impulsivity. Impulsivity ni ile kufanya mambo bila kufikiria. Hata kama ni jambo ambalo inaweza muhatarisha, hafikirii, so anafanya then atafikiria baadaye the consequences. Na pia hiyo bado ni shida ya brain, because impulsivity huletwa na lack of impulse control, na ndio nimesema hiyo prefrontal cortex part ya brain. So in short, vile tunasema ADHD ni hiyo kukosa kutulia, hiyo kukuwa very very hyper na kufanya mambo bila kufikiria. Yes. Yeah. Peter, labda unaweza kutueleza kuhusiana na hivi viwango vinne ambavyo amevitaja, 4 levels za autism, na zinamwathiri nani haswa? Kwa sababu kuna wale ambao wanauza ni watoto peke yake wanaathirika, ama pia unaweza kuathirika ukiwa mtu mzima. Kweli kabisa, asante sana kwa swali hilo. Tumesema kuna levels tofauti za autism, na sana sana hata si kwa autism peke yake, hata kwa disabilities zingine. General disability tunapata kuna different levels. Kuna wale ambao tunaita mild autism. Kwa mfano, hawa ni wale ambao hawajaathirika sana, ingawaje wameathirika na hali hiyo. Kwa mfano, wale watoto ambao wanaweza fanya mambo yote, lakini kwa kidogo utajua kwamba kuna jambo lisilo sawa. Wanaweza amka vizuri, wanaweza jivisha, wanaweza kula, lakini wakifika kufanya katika mambo fulani utapata wanapata shida. Kwa mfano, wanapofika darasani utapata pengine hawezi tulia, lesson ikaisha. Kwa sababu gani? Ako na condition ama hali ambayo inamsumbua. Kuna level ya pili ambaye ni mild, tumefanya mild. Kuna ya pili ambayo ni kuna profound, wale ambao wako katika spectrum, at the end of the spectrum. Hawa ni wale ambao imeathiri zaidi. Kwa mfano, hawa watahitaji kusaidiwa zaidi. Kiwango cha atahitaji mtu wa kukaa naye pamoja kwa muda mwingi. They need full-time assistance kwa sababu they cannot function, hawawezi fanya kazi ama hawawezi jifanyia mambo ambayo tunatamania ama tunafikiria kuwa ya kawaida. Alafu pia kuna wale ambao wako hapo katikati, moderate, hawa ambao wanahitaji pengine anasema level 2. Level 2 wanahitaji msaada wa kiasi. Hawahitaji kusaidiwa sana. Yeah. Na ni watoto pekee yake wanaathirika? Hata watu wazima, kuna watu wazima ambao wanapitia hii. Kwa mfano, tulikuwa tuna discuss another video imekuwa ikizunguka. Huu ni mtu wa miaka 28. Ni mtu wa miaka 28, lakini bado yuko ndani ya spectrum. Kwa hivyo atahitaji, kwa sasa anahitaji kusaidika full time. Anahitaji mtu wa kukaa naye usiku kucha. Yeah, kwa hivyo kuna watoto na kuna watu wazima. Yeah. Kwa sababu mmetaja kuwa ni jambo ambalo linaathiri ukuaji wa ubongo. Itakuwaje basi iathiri mtu akiwa mtu mzima? Wengi ambao ni watu wazima hata hawahudi wamekuwa nayo. Pengine haikutambuliwa kwa wakati uliokuwa unafaa. Huyu amesema walitambua kwa miaka 3. Miaka 3 bado tunasema tumechelewa. Kwa sababu anatakiwa kutambuliwa mapema kabla ya miaka 2, miaka 3. Ili nasi tukaanze kufanya kazi ya interventions, ndiposa tukaweze kupunguza makali. Lakini kama hatatambuliwa kwa wakati ambao unaofaa, hatutaweza kumfanyia intervention anazohitaji ili kumsaidia yeye kuwa mtu ambaye ataweza kujisaidia maishani. Kwa hivyo utapata wengine wamekuwa pamoja na hali hizo tangia wakiwa wadogo, haswa wale ambao wako mashinani. Tunawawazia sana kwa sababu kule mashinani, kama huyu mama Alice alienda akaona daktari akamwambia nenda ukaone specialist wako katika miji mikubwa, kwa mfano Nairobi. Kwa hivyo wale ambao wako mashinani itabidi maybe wakae na hali zao, na watoto kila siku kukiwa usiku kukicha, mtoto milestones zina grow. Kwa hivyo hatakosa kugrow kwa sababu hakufanyiwa intervention. Kwa hivyo kila siku ambayo kukiwa giza jioni,
unajua kuna siku moja ama kuna dirisha moja limefungwa la huyo mtoto kuweza kupata nafuu. Esther. Nataka kuongezea hapo, niseme vile umeuliza kama mtu anaweza pata autism akiwa mkubwa. La, mtu huzaliwa na autism. Na tuko na manual ambayo like the developmental pediatrician Alice anasema kuwahusu. Kuna ile guideline ambayo hutumika kwa diagnosis. Tunaita Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. The latest edition, the 5th edition. Na huwa inasema lazima autism ikue mtu akizaliwa, ile early development. Na hizi signs zote tunasema huwa zinaonekana mtoto akiwa mchanga. Lakini kuna wale ambao hawajui ni nini. Unaona ya kwamba mtoto wako off, lakini huwezi jua ya kwamba hii ni autism. Sababu maumbile ingine iko sawa. Wengi juu ya hiyo spectrum unapata kama ni mild, kuna vile imejificha, although kuna zile dalili utaona. Kwa hivyo nilikuwa tunataka kuemphasize ya kwamba mtu huwa anazaliwa na autism. Alice, tuelezee safari yako baada ya kuambiwa kwamba huenda hapa kuna tatizo. Ulienda kumwona daktari spesheli. Labda unaweza kutuambia alikuwa daktari wa aina gani, ili yule ambaye anasikiza aweze kujua atakuwa anamtafuta specialist wa aina gani na waliwaelekeza kivipi? Daktari specialist anaitwa developmental doctor. Huyo ndio tulikuwa tunatafuta, na vile tulimwona after diagnosis alituambia sasa, depending na ile level uko, akatuambia kwa yetu because speech ilikuwa bado haiko, lakini akasema kama sasa sisi mtoto wetu was unaware of danger. Hakuwa responsive, hakuwa na empathy na hakuwa anaonyesha emotions. Sasa kama mimi mzazi ningeingia, hainge change mood yake. Ye hakuwa na hiyo emotional attachment. Alafu sasa alikuwa na a lot of imeitwa steaming. A lot of steaming, na alikuwa na shida ya kukula. Shida yake ya kukula ni kama ni mchele haungeichanganya, na alikuwa nakula tu 3 types of food, mchele, maziwa, hivyo. Sasa akatuambia tunaanza na occupational therapist. So there are different types of therapy. There is occupational and speech, lakini si tukaanza na occupational therapy. So occupational therapy tulikuwa tuifanye mwaka mzima, turudi wamwangalie, aseme whether tuendelee na occupational pamoja na speech ama occupational peke yake. But the first thing tulifanya hiyo ilikuwa occupational therapy. But before hata kufanya occupational therapy, tulitumwa test kama za masikio kuangalia kama anasikia. Juu sasa tukimpeleka ungemuita jina yake, ha-respond. So lazima tungerula out mtoto anasikia, but sasa yeye hajui kuitika. So kitu ya kwanza ilikuwa occupational therapy. Hii occupational therapy ni nini kwa yule ambaye haelewi? Sasa occupational therapy vile mimi niliona, kitu ya kwanza walisema huyu mtoto anashindwa kuconcentrate, kulearn, kuongea juu ako na energy mingi. Ye alikuwa yule si hyper ile destructive, but hangetulia. Na alikuwa na nguvu mingi sana juu, because kijana wangu hata na miaka 4 tungeenda na yeye kutembea 7 kilometers as a way of kumchokesha, kureduce energy, na hachoki. So walikuwa wako na mipira kubwa kubwa za kumrolisha energy. Alafu pia walikuwa wanacheza na vitu za increase concentration kama beads, wanamwambia iweke kwa chupa, vitu adunge. Ni vitu kama nyumbani ile part mimi nilikuwa na play as sasa kama mzazi, nilikuwa ninachukua vitu kama mahindi nazipaka rangi tofauti, namwambia separate. Sasa juu haongei na isema, lakini namuonesha tuna separate ku increase concentration. Tukapunguza wakati ule ambao anaona TV. As a family ikabidi sisi wote tunakuwa very intentional na kukaa na yeye, spending time with him. Kama sasa sisi tulikuwa tunaenda town, mji, tunatembea town just kutembea na kumuonesha vitu. Alafu tukatengeneza video, juu hakuwa ananijua. Sasa kwa hiyo video tukaiweka kwa flash disk.
So kwa hiyo video nimesema I am your mother, this is your sister, this is your father. Then kuna vitu tuko tunatengeneza stickers. Sasa kitu kama TV juu angesoma, ukitengeneza hiyo sticker unaandika Pole. Ni sawa. Okay. Wacha tutakupatia muda alafu utatueleza zaidi. Esther, hili ni jambo bila shaka ambalo ni lizito kwa wazazi wengi, haswa kama Alice ambaye amepata mtoto wa kwanza hajakuwa na matatizo yoyote. Kisha anapata mtoto wa pili ambaye ana haya matatizo. Labda unaweza kutueleza maana ile taarifa ambayo tumeiangazia hapo awali, yule mama kwenye Mwanamke Bomba alikuwa anaeleza kwamba wakati kuna tofauti kama hizi, jamii huwa inaleta sababu nyingi. Nasema labda amerogwa, labda huwa amefanywa nini. Labda tueleze ni nini ambacho husababisha na kama kuna tiba. Okay. Kweli ni jambo zito sana kwa wazazi, na kwa ule muda nimekuwa kwa hii space, juu nimekuwa in this space for 20 years. Nimetembea na wazazi wengi sana. Na ni safari ambayo huwa ni nzito sana. Na ni nzito, alafu inafanywa ikuwe nzito zaidi kwa yale mazingira wazazi wako. Hata jamii, wale watu wa karibu ambao wanafaa kukuwa support system, huwa pia wanafanya hii safari kuwe ngumu zaidi. So hiyo mambo unasema ya kwamba labda ulifanya hili, hukulifanya, na ndio maana tunafanya initiatives kama hizi, kukuja hapa kudemystify autism, ya kwamba sio kurogwa, ya kwamba sijui hukutoa dawari. Hili ni jambo ambalo liko dunia mzima. Sidhani wazungu huwa wanafanya dawari. Lakini utapata kama US right now, Center for Disease Control inasema in America 1 in 38 children wako na autism. So hiyo inakuwa changamoto sana. Na for now hatujajua sababu ama cause ya autism. Research imefanywa na bado hatujapata ile cause ya autism. Ile iko ni kwamba tuko na what we call risk factors. Na hizi risk factors actually tunasema autism ni multifactorial. Ya kwamba kuna factors sana mbili ambazo tunazicontribute na autism. Ya kwanza ni genetic. Genetic ni sijui niite aje kwa Kiswahili, lakini ni urathi. Unarithi. Okay, unarithi kutoka kwa wazazi. Yes, kutoka kwa wazazi, na si lazima hata ikuwe ni mzazi, inaweza pia kuwa maybe it's a great grand parent. So kama kuna mtu mmoja wa familia ako na hii gene ya autism, utapata ya kwamba it is likely to be passed on kwa member mwingine wa familia. So hiyo ndio tunaita genetic factor. Kuna ile environmental factor, na inaweza kuwa labda mama akiwa mjamzito, kuna zile toxins ama sumu ambayo alikuwa exposed to kama lead, mercury. Hiyo huwa pia inasababisha ama it's a risk factor. Kuna dawa zingine labda mama akiwa mzito anaweza kuwa anazikunywa na pia zinaweza athiri mtoto. So for now hatuna ile specific cause. So tunasema tu hizo factors ambazo tunazirelate. Yes. Mtazamaji, kuna mengi zaidi ya kuzungumzia kuhusiana na tawahudi. Nambari yetu ya rafa ni 22422. Kama una swali kuhusiana na mdahalo wetu wa leo kuhusu tawahudi au autism, unaweza kututumia rafa. Nambari ni hiyo ya rafa 22422, au kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli Jukwaa la Afya. Tunarejea.